Tathmini ya awali ya zoezi la usajili wa wapiga kura awamu ya pili mwaka 2025 Zanzibar. Usajili wa wapiga kura Zanzibar awamu ya pili ulifanyika kuanzia tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2025 hadi tarehe 13 mwezi wa pili kwa wilaya 4 za Pemba, na kwa kisiwa cha Unguja zoezi la usajili wa wapiga kura awamu ya pili ulianza tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2025 na kumaliza tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2025, ambapo lilimalizia kwa wilaya ya mjini. Kwa vile usajili awamu ya pili ambayo ni ya mwisho umekamilika, kwa niaba ya chama chetu cha ACT Wazalendo naomba nitumie fursa hii kuwashukuru sana wanachama na wapenzi wa chama chetu kwa namna walivyoitikia wito na kujitokeza kwa wingi katika kujiandikisha katika daftari awamu ya pili, ambapo sasa tunatarajia wataungana na wapiga kura wengine walioandikishwa mwaka 2024 awamu ya kwanza na wale ambao waliandikishwa kabla katika daftari la 2020. Chama chetu cha ACT Wazalendo kilishiriki kikamilifu katika kufuatilia na kuratibu kwa karibu mwenendo wa zoezi la usajili wa wapiga kura kwa awamu ya pili katika wilaya zote 11, majimbo yote 50 na takriban katika vituo vyote 407 vilivyowekwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, kuanzia siku ya kwanza ya tarehe 1 mwezi wa pili hadi tulipomaliza juzi tarehe 17 mwezi wa 3. Baada ya kukamilika kwa zoezi hili muhimu ambalo ndilo linalobeba sura ya uchaguzi mkuu unaokuja mwaka 2025, chama chetu kitaandaa ripoti rasmi juu ya mwenendo usajili wa wapiga kura, kuona yaliyojiri wakati wa zoezi pamoja na sura halisi ya daftari la wapiga kura Zanzibar ambalo linataraji kutumika mwaka 2025. Katika zoezi la wapiga kura, chama chetu kiliweka mawakala takriban katika vituo vyote vilivyotumika kujiandikishia wapiga kura. Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya chama cha ACT Wazalendo kuwashukuru na kuwapongeza kwa dhati kabisa mawakala wetu wote walioshiriki katika zoezi la uandishi wa wapiga kura vituoni kwa awamu hii ya pili. Pamoja na kwamba mawakala wetu waliwekwa katika mazingira ya kutoweza kutekeleza wajibu wao ipasavyo katika vituo kama vile kuwekwa mbali na meza iliyotumika katika kusajili wapiga kura, na hivyo kushindwa kuweza kubaini uthibitisho na uhalisia kati ya msajiliwa na kitambulisho chake cha Mzanzibari mkaazi kilichotumika. Hata hivyo, mawakala wetu waliweza kupata idadi halisi ya wapiga kura wote halali na wale haramu waliofika vituoni kwa ajili ya kusajiliwa. Kwa taarifa tulizozikusanya kwa mawakala wetu katika wilaya zote 11, majimbo yote 50 na takriban vituo vyote 407, zoezi la usajili wa wapiga kura kwa awamu ya pili Zanzibar limesajili jumla ya wapiga kura wapatao 99,723 kati ya wapiga kura 78,922 waliokadiriwa na Tume ya Uchaguzi, hii ikiwa ni sawa na asilimia 126. Kwa upande wa Pemba, wapiga kura 26,515 walisajiliwa kati ya wapiga kura 25,432 waliokisiwa na Tume ya Uchaguzi, sawa na asilimia 104. Kwa upande wa Unguja, wapiga kura waliosajiliwa ni 73,212 kati ya wapiga kura 53,490 waliokadiriwa na tume, hii ikifanya asilimia 137. Kwa usajili huu wa awamu ya pili, wapiga kura waliosajiliwa jumla yao wote ni 99,727
tukijumlisha na usajili wa awamu ya kwanza wa mwaka 2024 ambapo jumla ya wapiga kura 55,822 waliosajiliwa, tukiunganisha na wale waliokuwemo katika daftari la mwaka 2020 ambao walikuwa ni 566,398, tunataraji idadi kamili ya wapiga kura wa mwaka 2025 watakao kuwemo katika daftari pamoja na makorokoro yaliyoingizwa ambao sio wapiga kura halali, jumla yao watakuwa ni 721,947. Kama nilivyotangulia kusema awali, kwa chama chetu sasa hivi kimo katika mchakato wa kuandaa ripoti kamili juu ya jambo hili. Kwa sasa tunatoa wito kwa wanachama wetu na wapenzi wote wa chama chetu, wale waliosajiliwa awamu ya kwanza mwaka 2024 wafike katika ofisi za Tume ya Uchaguzi kwa ajili ya kuchukua vitambulisho vyao vya kupigia kura, na hawa ambao wamemaliza kusajiliwa katika daftari hili lililopita la awamu ya pili, tunawaomba sana watunze risiti zao kwa ajili ya kwenda kuchukua shahada zao za kupigia kura wakati utakapofika. Na kwa wale ambao walikuwemo katika daftari kabla daftari 2020, tunawaomba watunze shahada zao za kupigia kura na wasiruhusu mtu yoyote kuzichukua ama kuzinakili taarifa zao hizo ambazo kwa kweli zitakuwa zina nia mbaya katika kuhakikisha kwamba vitambulisho vyao vinahudumiwa. Nawatakia nyote Ramadhani karimu. Asante sana.